Kishajua vyanzo vya maskini, na tupata muda tungeweza kuangalia hata madhara ya maskini, lakini utaangalia nini kifanyike sasa. Sio tu kwamba ujue, lakini ufanye nini. Jambo la kwanza ili uweze kutoka maskini ni kufanya kazi kwa bidii. Hebu pia tuelewe kusema kufanya kazi kwa bidii. Kufanya kazi kwa bidii. Haleluya. Amen. Haleluya sana. Amen. Kitabu cha Mithali 22:29. Haleluya. Andika pale Mithali 22:29. Hebu soma pale. Mithali 22:29. Wakati anajiandaa unaweza kaandika kwamba ukasikiza. Ushindi wa vita vya maisha daima hauendi kwa mtu mwenye nguvu au mwenye kasi, lakini sasa au baadaye mtu anayeshinda ni yule mtu anayefikiri kuwa anaweza. Alisema Napoli hii kwamba ushindi wa vita vya maisha daima hauendi kwa mwenye nguvu au mtu mwenye kasi, lakini sasa au baadaye mtu atakayeshinda ni yule anayefikiri kwamba anaweza. Hebu soma Mithali anasemaje? Mithali 22:29. Naam. Je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi yake? Huyo atasimama mbele ya ufalme. Atasimama mbele ya watu wasio na cheo. Wala atasimama mbele ya watu wasio na cheo. Haleluya sana. Kama mtu mwenye bidii kwenye kazi zake. Sasa hapa nimeandika nikasema kama unataka kuwa maskini, hauhitaji kwenda shule kujifunza jinsi ya kuwa maskini. Wewe amua kuwa mvivu tu. Na kama unataka kufanikiwa katika maisha, basi fanya kila kitu kwa bidii na kwa ufanisi na kwa usahihi. Haijalishi ni huduma, haijalishi ni kazi, ni biashara, ni chochote. Ukitaka kuwa mvivu, wewe fanya kila kitu kwa ulegevu tu. Na utakufanikiwa, lazima bidii iongezwe. Hata kwenye kanisa tutaka kufanikiwa, maombi yatakuwa ya bidii. Maana yake ongeza kufunga, ongeza kukesha, ongeza. Haleluya. Kama hiyo ni bidii, kama hata utafanya hapa ni bidii. Kama mtu ambaye ana bidii hawezi kufanikiwa. Hakuna namna yoyote. Kwa hiyo hilo jambo la kwanza. Unapokuwa na bidii katika masomo, katika biashara, katika huduma, katika kazi, lazima ufanikiwe. Amen. Nasema tena, unapokuwa na bidii katika huduma, katika kazi, katika masomo, katika biashara, lazima ufanikiwe. Hakuna namna yoyote. Na kama niwaambie, mtu mmoja akasema kwamba kuna watu wawili wanasikitika sana. Alimuona Roho Mtakatifu anasikitika. Alafu akamwona na shetani anasikitika. Unajua ni kwa nini? Yaani shetani alikuwa anasikitika na Roho Mtakatifu anafanya nini? Sikitika. Mungu akamuuliza kwa nini sikitika? Akasema kila kitu wanadamu wanachokifanya wanasema ni nani jamani? Sema basi kwa Mungu. Ni nani? Shetani. Kila kitu hapo sasa huko hapo anasema ni shetani. Na kumbe wewe ni mtu mwenyewe. Mwingine anasingizia ni Roho Mtakatifu. Kumbe wewe mwenyewe tunasingizia wala wenyewe wahusiki. Ndio wanasema sio kila kitu kitatatuliwa na maombi. Kaya sio kila kitu ni shetani ndio chanzo. Kaya lazima uangalie. Lazima uwe na bidii. Amen, 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 amen. Sema amen tena. Amen. Sasa nilishasema masuala ya uvivu jana, sasa kuongea tena. Ndio moja wapo ya dalili za mtu maskini anakuwa mvivu. Lakini jambo lingine ni maombi ya kufunguliwa. Haleluya sana. Ili utoke, tunasema moja wapo ya chanzo cha maskini ni laana. Moja wapo ya chanzo cha maskini ni nguvu za giza. Hiyo ni moja wapo. Kwa hiyo sasa hiyo hautaondoa kwa bidii. Ndio shaanza kufanya kwa bidii lakini mambo hayatokee. Kwa lazima maombi ya kufunguliwa. Katika ile Isaya 10:27 anasema mzigo utaondoka mabegani mwake, nayo nira itaharibiwa kwa kupaka mafuta. Sema amina kwa Mungu. Amen. Nayo nira itaharibiwa kupaka mafuta. Ndio maana hauwezi kuondoa wachungaji kwenye mafanikio ya kwako. Tuna nafasi kubwa sana. Kama kuna nira yoyote, ni kitu ambacho kimekufunga. Watu walewe labda nira. Tasema nira wana
wanafungwa ng'ombe wawili, mmoja mzoefu na mmoja sio mzoefu. Haleluya sana. Sasa kwa yule ambaye sio mzoefu, akitaka kwenda huku anavutwa. Haleluya sana. Na nipata cha kusema. Amen. Hawezi kwenda zima yule ile nile inamvuta. Hana namna ya kuchomoka. Kwa hiyo ndio na wewe kama umefungwa nile ya maskini, unatamani kuchomoka, inakuvuta. Unatamani kuchomoka, inakuvuta. Lakini katika wiki hii tutavunja. Amen. Jina la Yesu. Hiyo maskini imekamata watu, na haijalishi wewe ni nani. Haijalishi wewe ni apostol, haijalishi wewe ni nabii, haijalishi wewe ni mchungaji, haijalishi wewe ni mrefu, haijalishi wewe ni mfupi, bila inaweza kukukamata sawa sawa. Na maskini ukakufanyia sawa sawa. Kama unatamani sana, lakini mpaka ile bila ivunjwe. Mpaka Roho Mtakatifu unapokuja, unavunja ile nira, unachomoka katika ule umasikini. Katika jina la Yesu. Kama maombi ya kufunguliwa, kama ulivyokuja mahali hapa, ndio kazi ya prophet hapa. Kuomba, kuvunja hizo nira. Na zinavunjika. Nira za madeni. Amen. Nira za umasikini. Amen. Zinavunjika. Katika jina la Yesu. Upako wa Roho Mtakatifu. Na upako unapokuwepo, hakuna kitu mapepo yatafanya. Amen. Hakuna kitu wachawi watafanya. Hakuna kitu wakanga watafanya. Hakuna kitu mababu yatafanya. Na ndio maana tuko mahali hapa kuvunja nira. Kuvunja nira. Amen. Amen. Piga kelele kwa nguvu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amina. Haya itavunjika hiyo nira. Na utatoka. Na nitakwambia nachukia masikini. Sijui kama wewe nani anapenda masikini. Masikini ni mbaya. Haupendezi. Lakini umeshaona kwamba upo pale. Sasa unatamani. Kayo chako kwenye maombi. Wengine wanaenda kwa waganga. Wanakwenda wapi huko. Lakini kule hakuna msaada wote. Wakati mmoja nikapigiwa simu na mganga kutoka Tanga. Akanipigia simu. Nikapokea. Akaambia mimi kwanza alituma message ile kwamba anataka nisaidie nipate mabilioni ya fedha. Akasema hakuna shida, kwa nimpigie simu. Nikampigia simu akamwambia niko Tanga, nikamwambia niko Dar es Salaam. Nikamwambia nataka, akanitengenezea mabegi mawili ya pesa. Kimiujiza. Sasa nikamuuliza kwanza nataka nijue kama yanifanyia wewe maisha yako yakoje? Yaani uko vipi na nini? Alikata simu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana nisaidie mimi wakati wewe moyo hujajisaidia. Haleluya sana. Amen. Haleluya. Amen. Hakuna msaada namna hiyo. Jina Bwana barikiwe sana. Amen. Lakini jambo lingine la kutoka kwa maskini ni kutoa zaka na dhabihu kwa uaminifu. Hebu sema kutoa zaka na dhabihu kwa uaminifu. Kutoa zaka na dhabihu kwa uaminifu. Haleluya sana. Amen. Wewe ambao utaweza, na naomba niseme kitu kimoja. Naomba niseme wapendwa. Naomba niseme kitu kimoja. Upone, utoe na zaka. Amen. Utoe zaka. Amen. Amen. Utoe sadaka nzuri. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kuna kanuni zinazoendesha katika watu ambao waliokoka na kanuni zinazoendesha watu waliokoka. Moja wapo ya kanuni ni kutoa zaka kwa uaminifu. Asikudanganye mtu yoyote. Tangu juzi nikizungumza kutoa zaka na sadaka, watu wanakaa kimya. Lakini hiyo ni kanuni. Hata sisi wachungaji tunatoa zaka. Amen. Wewe wote kama utoe zaka fungu la 10. Amen. Utoe sadaka. Amen. Usha kanisani akasema usiingie kanisani mikono mitupu. Amen. Amen. Kila kitu hapa kinahitaji pesa. Na ili kanisa lifanikiwe linahitaji pesa. Amen. Sasa watu hawatoi pesa mpaka uwadanganye. Waambie haya, sijui toa sadaka ya kujimaliza, toa sadaka ya kujilipua. Hiyo wanataka umwambie. Lazima mwambie atoe sadaka tu vizuri hata kutoa. Mungu akusaidie. Amen. Sadaka lazima. Amen. Kama utoe sadaka, angalia, wewe jipange vizuri. Amen. Hata kama utaki. Na unapotoa, nishasema atumpi nabii, atumpi mchungaji. Tunatoa kwa Mungu. Amen. Na unapotoa, sasa inaachilia ulinzi. Haleluya. Asante tena chakula kama galani mwangu. Muone kama sitafungua madirisha ya mikono. Kama kile baraka.
zangu. Haleluya sana. Amen. Sikiliza, injili au kanisa haiwezi kuendeshwa bila sadaka. Haiwezekani. Sasa wale ambao wako kinyume na kanisa ndio wanataka kuambia watu wasitoe sadaka ili wachungaji wawe maskini. Mimi nikasema hivi, washirika watoe sadaka. Wasitoe sadaka. Watoe mafungu ya 10, watoe mafungu ya 10. Nitaishi vizuri, nitakula vizuri. Bali sijajaliwa na mshirika, bali ni Mungu. Hakikisha kwamba maisha yangu yako sawa sawa. Kwa hiyo hata ukikataa, unatoa kwa faida yako mwenyewe. Hata mkinuna mtajua wenyewe. Hata mtanikaribisha nini hata siwafahamu. Bila kutana na prophet hapa kabisa wajui nini. Kwa hiyo prophet amenikaribisha, kwa hiyo mimi nasema nichomba namuona niseme, alafu akaniambia wewe sema tu. Sema ndio sema kitu. Nani nasema alafu bahati nzuri maiki nayo huko mbele. Mama na maiki yake kusema amen tu. Sio kuzungumza. Haleluya sana. Mimi ndo naruhusa kusema hapa. Haleluya. Amen. Mwambie wenzako toa fungu la 10. Toa fungu la 10. Haleluya. Amen. Toa fungu la 10. Toa sadaka. Amen. Amen. Alafu prophet mimi nikasemaga nimefika mahali walokole tukaangalia sisi tuko kwa utafiti na ufanya nini wa kwangu. Sadaka kubwa sana unaotoa ni kuku. Mimi nakwambia. Nini jamani? Sema kwa nguvu nini? Wengi sana wanatoa jero. Alafu nilipofanya utafiti wangu nikaangalia ile noti ya 500 inanyoka. Wewe umeangalia? Inanyoka. Sasa nikauliza mchungaji, unahesabu sadaka unaangalia na nyoka. Mtu akitoa 10,000 anashangaa. Wakati mmoja nilikuwa nahubiri pale Biafra. Nilifanya mkutano Biafra kwa wafanya watu 10 tu kama sikosei, wahubiri wakubwa na mimi ni mkubwa. Haleluya. Sio mchezo, majaribu. Watu wachache tu walifanya mkutano pale Biafra. Na mimi nilifanya mkutano pale. Kwanza wazee walinigomea, wakasema huu mkutano hatutaweza kufanya. Lakini kama tunafanya umeme peke yake, kuinstall umeme pale peke yake. Yaani umeme uje pale uwanjani. Ilikuwa enzi hizo 600,000. Umeme tu 600,000. Sasa kusema mambo mengine. Lakini alikuja mtu mmoja na bahasha sadaka. Yaani paka uweze kama unajua unaweka mafuta kwenye gari, unaweka mafuta ya 5,500. Siku ukiweka full tank, ile tanki inachanganyikiwa na gari inazima. Amina. Inazima. Sasa sio chombo cha sadaka nikashtuka. Kwa mtaweka sadaka tu moja 200,000. Hivi fikiri wewe kama uko hapa kanisani unahesabu sadaka, unakuta 200,000. Unakuta ule mwekazina anazimia. Umchungaji vipi pesa? Machapo yanatokea machapo. Mimi nakwambia mchungaji mwenyewe tukiangalia pale, vipi bwana? Kuna nini leo imetokea? Haleluya. Amen. Lakini sisi tunaweka. Na ndio maana hata kanisani unakuta alikuja sasa mtu mmoja akaniambia anataka kila Jumapili awe anakuja kukusanya change. Kwa nini? Anajua kwamba walokole wanafanya ngangani. Sema nakataa hiyo katika jina la Yesu. Nakataa hiyo katika jina la Yesu. Nakataa hiyo katika jina la Yesu. Amen. Lazima kama ni sadaka tutoe nzuri. Amina. Unajua kwa nini siogopi kufundisha sadaka? Kwa sababu sisi kwa kutegemea sadaka. Amen. Kwa sababu tutoi. Sasa nataka kukomoa, hawatoi. Hivi ukomoe, uweze kukomoa mchungaji kwa sababu yuko na Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Yuko na Mungu. Amen. Lakini lazima watu watoe sadaka. Lazima. Kwa hiyo mwanzo Jumapili, balipo piga makofi, nitaangalia sadaka hapo Jumapili. Kwa sababu walikuwa hapa kupiga makofi na kusema amen, lakini watekelezaji sasa. Ndio shida kuanzia. Haleluya. Amen. Kama mwenzako sindano zinaingia taratibu. Haleluya. Haleluya. Sema amina.
Amen. Unaachilia, Mungu anakubariki. Mungu anaachilia baraka. Amen. Amen. Nishakwambia matajiri wote duniani wana foundation. Wanatoa kusaidia watu. Amen. Kwa hiyo moja ni kutoa sadaka na dhabihu. Jambo lingine ni kusaidia maskini. Hebu soma Mithali 19:17. Kwa hiyo kuna kutoa sadaka, kuna kusaidia maskini. Na mama niseme hapa pia, fungu la 10 alitolea siku kwenye kusaidia mikutano, siku kufanya nini? Fungu la 10 analeta pale unapoabudu. Haleluya. Amen. Soma Mithali pale 19:17. Mhubiri mwenzangu. Amhurumiaye maskini humkopesha Bwana, naye atamlipa kwa tendo lake jema. Rudia tena. Amhurumiaye maskini humkopesha Bwana. Sema amhurumiaye maskini humkopesha Bwana. Amhurumiaye maskini humkopesha Bwana. Naye atamlipa kwa tendo lake jema. Amen. Kwa hiyo unaposaidia maskini, Mungu atakulipa kwa hilo tendo jema. Amen. Muulize mwenzako. Mara ya mwisho msaidia maskini kwa nini? Muulize wewe, muulize mwenzako. Na muulize. Ilikuwa ni jamani. Mimi mara ya mwisho ilikuwa ni wiki 3 zilizopita. Amen. Nilichukua nguo zangu, mimi nanunua nguo. Nimeomba hata kuna nguo nyingi nanunua. Sasa juzi nilitoa huko naenda Mbazi au Salford. Ni Mbazi ni nini? Shangazi kaje ile ni kubwa na sio shangazi kaje. Nasema ile mfuko ya 50 ya kuwekea Salford. Salford 3 za nguo. Amen. Suti, mashati, viatu nikaweka kwenye Salford. Inapelekwa vijijini kusaidia wachungaji. Amen. Ambao uwezo wao labda uko chini na kusaidia watu wengine. Kwa hiyo unasaidia maskini. Haleluya. Ila mimi huko barabarani kutana mtu anaomba 200 malimi simpi. Kwa nini? Wengine wanaomba wanaenda kunywa pombe. Kwa nini usapoti kwa pombe hiyo? Haiwezekani. Wengine ni matapeli. Kwa naomba nzima. Dar es Salaam kuna mtu mmoja alikuwa pale Salenda Bridge. Alikuwa anaweka nyama ya baraka kukata nyama dukani. Hapo amefunga hapa na bandage. Anasema saidia maskini. Anaangalia nyama jinsi imefanya. Kumbe hamna chochote, ni nyama kaweka. Alafu unamsaidia. Unamsaidia kitu gani? Alafu mwingine anakuomba umsaidie. Alafu mwambie anakutukana matusi ya kilo 15. Anachea matusi. Sasa hao kama hivyo sisaidii tu hivyo. Amen. Wengine ni matapeli. Jambo la lingine, wape watu vitu. Hebu nisome mstari wa Luka 6:38. Asa wape watu vitu. Nisome bwana. Nazungumza jinsi ya kufanikiwa. Brizo kufanikiwa. Kuna kanuni. Tumewekeza tu kwenye kuomba, kufunga. Soma msomaji wangu. Luka 6:38. Amen. Karibu. Luka 6:38. Ndio. Wapeni watu vitu. Na unaenda haraka sana. Soma taratibu. Unakimbia wapi? Sisi wapi? Wapeni watu vitu. Wapeni watu vitu. Nanyi mtapewa. Nanyi mtapewa. Kipimo cha kujaa. Kipimo cha kujaa. Na kushindiliwa. Na kushindiliwa. Na kusukwasukwa. Na kusukwasukwa. Hata kumwagika. Ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Hicho cha watu. Ndicho. Hivyo. Basi kama unaandika hajakaa vizuri kwenye kwa Kiswahili. Ndivyo. Haleluya sana. Amen. Kwa watu kapeni watu vitu. Sikiliza vizuri. Wape kaa chini. Vitu. Vitu pamoja na hela. Vitu pamoja na vitu kama nguo. Vitu pamoja mbalimbali. Kilivyo watu atapowapa kipimo cha kujaa na kusukwasukwa. Sasa wewe wape watu vitu. Unataka upewe. Haiwezekani. Haleluya. Amen. Sema amina tena, haleluya. Amen. Jambo lingine ambalo teka F, ishi kulingana na kipato chako. Hiyo andika, alafu pigia mstari, weka na nyota, weka na mwezi. Haleluya sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ishi kulingana na kipato chako.
Mguse mwenzako, sio mbele mwenzangu. Ishi kulingana jamani na kipato. Haleluya. Amen. Sema tena amina. Haleluya. Amen. Sasa tunaishi katika ulimwengu unaotufundisha kuwa kuwa na vitu vingi ndio kuwa bora. Tuko pamoja? Tunafikiri tunaweza kuwa na furaha na kuridhika ikiwa tutafanya mambo kadhaa. Amen. Naomba nisikize. Kwa hiyo kama unataka uishi kulingana na kipato chako, dunia inakufundisha kuwa na vitu vingi. Ndio unaishi maisha bora. Na lazima ujue kwenye maisha kuna watu wa kipato cha juu, kuna watu wa kipato cha kati, kuna watu wa kipato cha nne. Yes. Mzee wenzangu uko wapi? Haleluya. Amen. Siku moja nilipoteza simu yangu ya thamani, ilikuwa ni milioni 2. Ikapotea. Milioni 2. Ilivyopotea, usitegemee tena kununua kiswaswaga. Kesho yake nenda kanunua nyingine, sikuweza kununua milioni 2 ya 800,000. Tuko pamoja? Amen. Wewe unaweza kupoteza simu yako ya milioni 2 utafanyaje? Muulize kujibu, ukipoteza simu yako ya milioni 2 mwenzangu utafanyaje? Jamani tukubaliane. Kuna wengine watazimbia. Alafu kuna wengine hawataweza kununua tena. Kwa hiyo mwambie kama huwezi kununua tena, hiyo simu sio ya kwako. Sasa wewe yaani hauna thamani ya hiyo simu. Ikipotea, naenda kununua. Haleluya. Nyingine. Tia Baba nipe sana. Kwa hiyo usione hapo ukaona wimbo sana zangu wewe vita ikipotea na nunua nyingine. Kwa sababu uwezo huo upo. Amen. Amen. Asante sana kwani ni wewe utanunua si mimi. Haleluya sana. Amen. Sasa wewe lazima uishi kulingana na kipato chako. Kama wewe kipato chako ni kuwa na kisosado, mshukuru Mungu na kisosado chako. Amen. Tuko pamoja? Unataka umiliki iPhone ya shilingi milioni 3,900,000. Wakati hata chumba hauna. Sema mbaya sana. Yaani wewe unapanga alafu unatembea na milioni 4. Milioni 4 chumba kimoja hicho. Self. Unaweka na tiles na kila kitu. Wewe unasema tuna nini? Kwa sababu unatembea hauna hiyo bado. Ishi kulingana na kipato. Amen. Wameanza kunikasirikia. Wameanza kunikasirikia. Kama unataka ukitembea watu wakuone na wewe uko matawi ya juu, alafu unataka kabisa na ukipiga picha watu wakuone. Wewe kwambie pastor, kuna mtu alinipa suti ambayo ni blazer inauzwa $1,500. Ni shilingi milioni 3 na kitu blazer. Hapo unatamani. Yaani sasa lakini hata nikimaliza blazer hakuna mtu ambaye anajua milioni 3,500,000 ndio shida inapotokea. Natamani niandike mgongoni. Haleluya. Baba ujue hivi na kibaya hawajui sasa. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya sana. Amen. Sema amina, sema amina, sema Amen. Lakini kama umefika hiyo kiwango sio shida. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Watu wako ndio wasema kila mbuzi ale kulingana na nia amani. Na urefu wa kamba wake. Sasa wewe ndio maana umejongwa sana. Unang'ang'ana. Unavutwa wewe hapa. Amina. Amen. Sema amina, sema amina, sema. Amen. Sema amina tena. Haleluya. Kwa lazima uishi kulingana na kipato chako. Hata nakufundisha hapa ni kwamba ikutoe mahali, ikupeleke mahali fulani. Amen. Kama unatoka hatua usiruke. Pita process. Haleluya sana. Amen. Amen. Sema amina tena. Amen. Sema amina tena. Amen. Nikinunua simu sio mtu aone.
kipato chako. Sasa changamoto ni kwamba kama tupate furaha baada ya kuvipata vile vitu tunavyofikiri vingetuletea furaha. Baada tukishatumiana hata simu kishanunua tu. Niliweka simu yangu nakumbuka enzi za nyuma kabisa, ilikuwa ni Nokia N97. Ilikuwa ni kali, ilikuwa kipindi hicho. Yaani ilikuwa nailinda, unatembea yani unaifunika, unatembea. Lakini baada ya muda unaona ni kawaida. Kila kitu baada ya muda inakuwa ni kawaida. Kila kitu ni kawaida. Na hakuna kitu ambacho, hakuna jambo jipya. Haleluya sana. Amen. Tutafika mbali kweli. Haleluya. Tutafika hapo. Haleluya. Chakula japokuwa ni kitamu, lakini yenyewe inaisha ladha. Ndio kata Mungu mahali ambapo ametubania ni hapo kwenye chakula. Unakula chakula yako nzuri kabisa, lakini dakika mbili umeshasahau. Jamani, ni uongo jamani? Kweli. Kaya hakuna jipya. Kaya usipambane. Kaishi kulingana na kile cha kwako. Na hapa sasa ndio kitu kimoja. Kama sasa hivi unaweza kukaa chumba kimoja, kaa vizuri kwa furaha. Haleluya sana. Amen. Unaweza kula dagaa, kula vizuri kwa furaha. Unaweza kula mchicha, kula vizuri kwa furaha. Unaweza kuvaa nguo nyepano, piga pasi vizuri. Haleluya. Amen. Tembea. Haleluya. Mimi kwambia leo, ukivaa malapa ambayo yako tofauti, moja yebo, moja la njano, moja la lekundu, ukitembea bila kujua kwamba kuna mtu hujajua umevaa hivyo, utatoka hapa, utafika mjini na utarudi na hakuna mtu yeyote atakayejua. Lakini ukishajua umevaa tofauti, unaanza kushtukia. Kama unaanza kushtukia, sikiliza, kuna naye kuangalia. Maisha haya uko peke yako. Amen. Jinsi ambavyo ulivyo. Haleluya. Sema amina, sema amina, sema amina. Amen. Sema amina, sema amina. Sasa unakopa ununue TV, unakopa ununue masofa, unakopa hivi hapana. Kama lazima uishi kulingana na kipato chako. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Haleluya. Sasa nini maana ya kuridhika? Kuridhika ni hali ya kukubali jinsi ulivyo na vile ulivyo navyo kwa wakati huo. Kuridhika na tabia tunayojifunza ambayo sio tabia, sio kitu ambacho kinakuja tunajifunza. Kwa hiyo ridhika jinsi ulivyo na vile ulivyo navyo kwa wakati huo. Wakati unajua kwamba hapa sio kwangu, hiyo sio hatima yangu, kuna mahali ambapo nakwenda. Kwa hiyo lazima ili kwamba upite hatua, lazima uanze kidogo mpaka ufike. Haleluya. Amen. Sasa jinsi gani unaweza kutengeneza tabia ya kuridhika? Moja, kuwa mtu wa shukrani. Wathesalonike wa kwanza wakaandika 5:16 mpaka 18. Kuwa mtu wa shukrani. Maana yake unashukuru. Amen. Ukipewa kidogo na Mungu, mshukuru. Kile ulichonacho shukuru. Haleluya. Haleluya. Ile itakujengea tabia ya kuridhika. Lakini mtu ambaye ana shukrani hawezi kuridhika. Lakini jambo la pili, kuwa na roho ya kufundishika. Sikiza vizuri hapo hiyo pointi. Kuwa na roho ya kufundishika. Kwa kile Mungu anatufundisha katika mazingira tuliyonayo. Sikiza vizuri. Kuna mazingira ambayo Mungu anakufundisha. Kwa hiyo lazima labda Paulo akasema, najua kuwa na vingi, najua kupungukiwa, najua utajiri, najua umaskini, najua kuzuiliwa, najua kuinuliwa, najua kuwa uchi. Kuna wakati unapita. Kama unapita wakati mwingine hauwezi kuelewa. Kwa hiyo kama ni wakati Mungu anakufundisha, kaa ufundishike. Mithali 9:9. Fundishika. Kuna wakati Mungu anakufundisha. Haleluya. Anakujengea kwa heshima watu. Basi wakati mmoja nilienda kwa mkutano wa Bonke. Tukaenda kwa mkutano. Kuna baadhi ya wachungaji wakasema, kwa nini tusipe nauli jamani? Tupe nauli ya kuja na nini? Mmoja akasema, kwa nini upewe nauli? Akasimama mama mmoja ambaye ana kanisa kubwa tu. Mungu amembariki na magari na kila kitu. Akasema, wewe haujui, nimepita huko. Kwa hiyo lazima watu wapewe nauli. Haleluya. Kuna wachungaji mkija hawana hiyo nauli. Na hiyo mchungaji unajua haujai kulala njaa. Na kumwambia kulala njaa hauelewi. Unamwambia kulala njaa ndio kitu gani? Haunawezaje kulala njaa wakati
Hamna kitu kama hicho. Yuko mchungaji mmoja akasema, kama mchungaji hauna gari, wewe yani bado sio mchungaji. Nani wao kwa na gari ndio mchungaji? Maana gani? Kwa sababu yule inawezekana alipita kwenye shida sana au hajajifunza. Haleluya. Lakini jambo lingine, tuwe tayari kubadilika. Be flexible. Waefeso 4 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Uwe tayari. Kuna wakati wa kuendesha gari, kuna wakati wa kutembea kwa miguu, kuna wakati labda huna chakula. Unakuwa flexible. Using'ang'ane pale ulipo. Kaenda kujengea kuwa na kurizika. Haleluya sana. Haleluya. Amen. Jambo lingine, amini kuwa unaweza. Wafilipi 4:13. Amini kwamba unaweza. Tunaweza mambo yote katika yeye nguvu. Kama unaweza mambo yote, unaweza kwenye utajiri, unaweza kwenye uhitaji, unaweza kwenye shida. Kama unaweza mambo yote, hapo ulipo sio hatima yako. Kuna mahali ambapo unapopenda. Haleluya, sema amina tena. Sema amina. Kumbuka kuwa kipato chako kinapoongezeka, matumizi yako yanaongezeka. Naomba nikuulize mama ulioko hapa. Ukiacha shilingi 2,000, ukaambiwa hii ndio matumizi, itatosha? Haitoshi. Ukiacha shilingi 10,000, inatosha wapi wewe? Ukiacha 2,000, unapiga mahesabu, ndio kwamba unakula saa 11, chakula kimoja. Amen. Ukiacha 5,000, unakula labda utaweka dagaa. Ukiacha 10,000 sasa. Samaki wananikoma. Siku nyingi sija samaki. Pesa inapoongezeka, matumizi yanaongezeka. Ndio maana mtu ambaye anapokea mshahara kidogo atakaa chumba kimoja. Mpe 700,000 anakaa nyumba vingine. Pengine unakuta mtu anakaa nyumba kwa sababu moja, nilikwambia anakaa nyumba ya $3,000. Kwa nini? Kipato kimeongezeka. Tuko pamoja. Kipato kiongezeka, utapanda basi, unapanda ndege. Kwa kila kipato kinaongezeka, ndivyo matumizi yanaongezeka. Ndio maana usifikiri kwamba tajiri na hela. Kwa sababu wanaishi. Unajua kuna shule hapa Tanzania watu wanalipa milioni 40 shule ya msingi. Halo? Unanipata hiyo sema? Wewe unagombana na kule shule zile za Karuba, unagombana nao 500 ile mtoto wewe kupiga mtoto wewe, hauna adabu mtoto. Toka hapa mtoto. Umelaaniwa mtoto. Kika kama cha baba yako. Toka huko usinisumbue. Unamweleza mimi kuna mtu analipa milioni 40. Halo? Milioni gani jamani? 40 milioni. Shule ya msingi. Utazimia. Lakini maana yake kwamba kipato chake kinamruhusu. Kipato kinaruhusu. Wewe kipato kinakataa. Ndio maana tunafundisha Mungu akusaidie. Kama kipato chako na wewe kifanye nini? Kiongezeke. Kwenye ndege watu wanapanda, kuna business class, kuna first class na kuna economic class. Mimi mpaka sasa hivi sikudanganya. Nikipanda natafuta economic class. Na wakikatia business class, kama kunaweza kunegotiate jamani, naomba mrudishie langu. Amen. Si ndege moja jamani, si ndege hiyo shida kwanza. Kwa nini tutafika? Lakini ni kwa sababu sina hela. Lakini hela ikitokea ikiongezeka, na mimi napanda business hapa, unapandaje na wewe economic bwana? Panda, kumbe hamna kitu, hela imeongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Haleluya. Kama nilikuwa nimekuja Arusha, akanikatia tiketi ya ndege tena na kurudi. Nikapiga mahesabu, kwa nini nisipande basi? Halo? Kwa nini sifanye nini? Nikasema, bwana unapanda ndege na kina nani? Nikasema kuna wakati wa kupanda basi na kuna wakati wa kupanda nini? Ndege. Nikapanda zangu ndege. Nikaja, haleluya. Wengine hawataka kusema hivyo, wanaona unasema bwana. Sasa nisiseme utajuaje nilipanda? Anapiga picha. Ukipanda ndege hata kama yani mtu yote pale ndege lazima ajipige picha hapo arushe ili muone kapanda ndege. Uongo. Wakati kuna watu
inaanza kwao kabisa. Lakini bwana lazima maisha ndo haya. Amen. Wakati mwingine bwana wako ndio ulipanda ndege. Unapanda ndege. Sasa hivi bahati mbaya imekuwa mbaya zaidi sasa hivi magari ya asubuhi. Zamani ukipanda ukaja asubuhi unajua umepanda ndege. Sasa hivi ukipanda ukaja asubuhi unakuwa umepanda gari na nini la usiku. Sasa wakati umepanda ndege. Hawezi kujua. Lazima upige picha, lazima uwarushie. Wanaelewa kama amepanda ndege. Haleluya, haleluya. Wanasema raha jipe mwenyewe, usingoje wakupe raha, jipe mwenyewe. Nami nasema Bwana, haya ndio kipando chako, ili furaha yako iongezeke katika jina la Yesu. Sema amina tena, tena ninyenyekee. Haleluya, haleluya, haleluya. Tumenikaliwa nchi moja. Wakaniambia bwana sasa apostle tutakualika uje. Sawa nikamwambia nakuja. Tutakulipia gharama zote. Gharama zote za usafiri na kila kitu. Haya. Mimi nikaenda pale. Nikakata tiketi ya ndoki ilikuwa $500 kwenda kwenye nchi simamini nchi gani labda nasikiliza akajua. Tafika kule ananiambia basta. Nikampa sasa ile receipt. Akasema wewe mimi nilikwambia mimi ndio utapanda basi. Sasa wewe umepanda ndege. Nikamwambia sio kila mtu anapanda basi. Sasa wewe umesema nipande utalipa gharama. Mambo yakawa magumu. Nikamwambia mtumishi wa Bwana wala hata usihangaike. Hiyo mimi nimetoa sadaka yangu. Asante sana mtumishi wa Bwana. Akaambia sana naomba nikupe $50. Angalau hata ukifika huko utakula labda utafanya. Nikasema nikikataa kama mimi na kiburi. Nikapokea. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wasikupangie haleluya. Wasikushushe bali akunyanyue kiwango kama inawezekana. Mungu amekupandisha hapo tu. Kama uko chini kaa chini. Wakati mmoja nilienda Burundi huko. Unasema wewe ni maskini. Kuna nchi maskini wapendwa. Burundi iko chini kabisa. Ni maskini kabisa. Yaani ipo tunasikia ilikuwa ya mwisho huko kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikakaribishwa na mchungaji. Akaniambia wakanipeleka kwenye chumba cha kukaa. Nilipoangalia neti ile ya neti nilipoiangalia ni nyeupe. Imegeuka imekuwa brown. Nikaangalia hakuna kitanda. Kichini godoro liko chini. Nikaangalia. Alafu choo unatoka hapa unaenda kule. Alafu kimejaa. Alafu ni Burundi, alafu kuna niko pale peke yangu, hakuna mtu mwingine. Nikamwambia vipi? Akaniambia hoteli ziko mbali sana. Na itakuwa ngumu. Kaambia sikilizeni, nitalipa usafiri wa kwenda, nitalipa hiyo hoteli, hapa mtalala wenyewe. Hapa mimi sika. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu pale kwa sababu Bwana ameshalipandisha. Kuna mambo mengine kama sio nakataa kufanya hivyo, lakini haiwezekani kufanya mambo kama hayo. Haleluya sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mwambie mwenzako unaendeleaje? Mshike mwenzako mkono ambao unaendeleaje? Simama sana watu watatu ambao unaendeleaje mwenzako? Haleluya. Mwambie anakuelewa haya unaelewa? Nataka muulize unaelewa haya yanayofundishwa unaelewa? Nenda watu watatu waulize unaelewa. Nenda muulize unaelewa. Kila mmoja muulize mwenzake haya yanayofundishwa unayaelewa? Anasemaje? Wangapi wanaelewa? Wangapi wanajifunza? Haleluya. Sema tena wina haleluya. Haleluya tena haleluya haleluya. Ninakuombea baraka kwa jina la Yesu. Ninakuombea Mungu akupandishe katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Usibakie pale ulipo, neema Bwana ikae juu yako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu akupandishe viwango vya juu. Haleluya sana. Nisomee mstari wa Kumbukumbu la Torati 8
na mstari ule wa 18. Nisome pale kabla sijaendelea mbele kidogo. Anasema utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupataye akupe nguvu za kutengeneza utajiri. Haleluya sana. Amen. Kwa hiyo muone kwamba ili utengeneze lazima uishi kulingana na kipato chako. Amen. Amen. Haleluya sana. Amen. Na jambo la mwisho, hebu soma hapo kabla siendelea. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Amen. Ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako, kama hivi leo. Kama ilivyo hivi leo. Amen. Kwa hiyo kumbuka, siku zote Mungu anataka akupe nguvu za kutengeneza utajiri. Amen. Na jambo lingine na kumaliza kwa siku ya leo, na tutaendelea kesho. Kabla tataweza kusema mengi sana. Jifunze kuweka akiba. Amen. Jifunze fanya nini? Kuweka akiba. Jifunze kuweka akiba. Tunaposema akiba, maana yake lazima ujifunze pia kuishi kwa nini jamani? Kwa budget. Amen. Sasa watu wengi wanafikiri kwamba budget ni mkanda uliobana, au ukiishi na budget wewe ni mchoyo. Lakini ile itakusaidia. Na mimi kuna kanuni yangu ambayo nimeweka kwamba ambayo tunasema ni Mungu, 10% ya mapato yako ambayo tunasema ni zaka, hiyo unaitoa kwa Mungu. Haleluya sana. Amen. Lakini 10% nyingine nimesema unajilipa wewe kwanza. Hiyo hela unaweka 10%. Kila pesa unayopata, eka 10%. Hiyo ni kwa ajili ya uwekezaji. Andika hivyo vitu, andika hivyo. 10% weka zaka. Haleluya sana. Alafu 10% nyingine weka kwa ajili ya uwekezaji. Hiyo nataka uwekezaji. Ya baba nipe sana. Alafu 10% nyingine weka kwa ajili ya dharura. Kama kuna dharura. Kwa hiyo ni 30% katika mapato yako yote unaweka. Unanipata vizuri? Alafu 70% sasa ndio hela ambayo utafanya ndio matumizi yako. Yaani sasa hapo unaanza kupangia matumizi, kama labda chakula, kama kodi, kama nini, vitu vingine pale. Kwa hiyo 70%. Unanipata vizuri? Unanipata vizuri? Kwa hiyo ili kwamba kwa hiyo watu wengi wanashindwa kama sikia vizuri, kama sikize. Watu mimi nilipata tabu kwamba nilipata tabu kuweka akiba. Nilipata tabu kwa sababu kila hela ninayopata nataka kuweka akiba kile kinachozidi. Halo? Unanipata vizuri? Kile kinachozidi ndio nataka niweke akiba. Sasa kila nikipata hela haizidi, mara nyingi inapungua. Sasa hautakiwi kwamba unaweka akiba kilichozidi. No. Kama unaweka akiba kama umekusudia kama nataka niweke, na ndio kasema wanafunzi wanasikiliza, anza mapema, utakuja kunishukuru baadaye. Kama tungejua mapema kanuni ninazosema leo, nisingekuwa hapa nilipo. Hela nyingi zipita mikononi mwangu, na leo nilikuwa na mamilioni ya fedha. Lakini kwa sababu kile inayokuja nashinda kuweka akiba. Na sisi Afrika hatujafundishwa hivyo. Kwa hiyo kile unapata usifanye kama ni hivyo. Kwa mfano fungu la 10, kama unasikia vizuri. Kama hujaweka kwamba fungu la 10 la Mungu, kija tu unatoa fungu la 10 unaweka. Wengine wanamkopa Mungu. Kwa lazima ujiwekee kanuni. Inayofundisha hii ni somo. Jina Bwana lipe sana. Hii ni somo. Kwa hiyo nataka ukafanyie kazi. Hata kama ni hapa kanisani, hata kama ni nani, kama akiba itakusaidia, kama uwekezaji itakusaidia unapoweka. Hata kama ni shilingi 1, weka. Mtu mmoja anaitwa Kaso anasema kwamba kila shilingi 10 nitakayopata ninaweka shilingi 1 akiba. Kwa
ambaye Mungu anamkusudia kama aweze kufika mbali. Hawezi kufika mbali kwa namna hii tu. Pesa zinapita, haweka akiba, weka akiba. Haleluya sana. Kwa hiyo ili uweze kutoka kwenye maskini, lazima uanze kuweka akiba. Haleluya sana. Kama kwa mfano unapata shilingi milioni 1, 10% ukaweka akiba kila mwezi, ni shilingi ngapi? 100,000, si ndio? 100,000 mara 12 ni shilingi ngapi? Milioni 1 na 200,000. Piga mara miaka 10 ni shilingi ngapi? Milioni 12. Hujapata mteja. Hujanunua gari hapo. Hujanunua kiwanja hapo. Na hiyo ni kitu kidogo tu. Kwa hiyo kile unakuja kufanya investment. Hii ndio inaleta shida. Watu wengi kutokujua, ndio maana wanakaa hapo walipo. Kama ni vitu vinatokea, naweza kama leo kaenda kuweka labda kwenye UTT kule inazalisha, inaanza kuongezeka. Kama unafanya hivyo, ndivyo inavyotengenezwa. Ndivyo kama ninasema kwamba kuwa tajiri sio jambo la kuanza tu, ni jambo la mchakato, ni jambo linalotengenezwa, ni jambo linalochakatwa, ni jambo linalowezekana. Ni wewe tu ujiamua. Nasema kwa jina la Yesu, kwanza wewe unasema kwenye semina hii, kama uamue inawezekana. Nilikwambia mimi hapa nilichelewa. Kama ningejua mapema, labda ningekuwa na mamilioni ya fedha. Haleluya. Kwenye akiba tunasema kama una hela za dharura, ilitokea chochote leo hii, hauna hata shilingi. Mungu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Nasema tena haleluya. Amen. Wangapi wanaelewa? Amen. Sema Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Sema Mungu nisaidie. Haleluya sana. Simama kwa miguu yako Paulo. Haleluya. Haleluya. Weka mikono yako juu. Haleluya. Ewe Bwana Yesu. Bwana Yesu. Inakuja mbele zako. Umenifundisha. Unasema unanifundisha nipate faida. Naomba unisaidie. Somo hili nisaidie. Maisha yangu yasibakie pale yalipo. Ninakataa roho za masikini kwenye maisha yangu. Kila laana kwenye maisha yangu ninavunja katika jina la Yesu. Kuanzia leo maisha yangu hayatabakia kama yalivyo. Maana Bwana wewe umenipa nguvu kutengeneza utajiri. Achilia maarifa ndani ya maisha yangu. Vipawa vyangu vikabarikiwe. Kazi yangu imebarikiwa. Kuanzia leo mimi sio maskini, mimi sio maomba. Katika jina la Yesu nitang'aa, nitainuka. Kuanzia leo maisha yangu hayatabakia jinsi yalivyo. Ninakataa roho ya matendo, ninavunja, ninaharibu roho ya matendo. Niachie kwa jina la Yesu. Bwana achilia fursa kila maisha yangu. Kila nitakachofanya ninabarikiwa. Inakuwa sasa Shut up.